Tunasoma kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 80. Msomaji wako ni mimi Pasco Kadushi PK. Kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu, kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Nimeona vyema mimi nami, kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo, kukuandikia kwa taratibu, Teofilo mtukufu, upate kujua hakika ya mambo yale uliyofundishwa. Zamani za Herode mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria, wa zamu ya Abiya, na mkewe alikuwa mojawapo wa uzao wa Haruni, jina lake Elisabeti. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elisabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu za zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elisabeti atakuzalia mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee, na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi. Malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabriel, nisimamaye mbele za Mungu, nami nimetumwa niseme nawe na kukupasha habari hizi njema. Na tazama, utakuwa bubu, usiweze kusema mpaka siku ile yatakapotukia hayo, kwa sababu ya kusadiki maneno yangu, nayo yatatimizwa kwa wakati wake. Na wale watu walikuwa wakimgojea Zakaria wakastaajabu kukawia kwake mle hekaluni. Alipotoka hali hawezi kusema, nao walitambua ya kuwa ameona maono ndani ya hekalu, naye aliendelea kuashiria akakaa bubu. Ikawa siku ya huduma yake zilipokuwa zimetimia, akaenda nyumbani kwake. Hata baada ya siku zile, mkewe Elisabeti alichukua mimba, akatwaa miezi 5, akisema, hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku zile alizoniangalia, ili kuniondolea aibu yangu mbele ya watu. Mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira alikuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani mwake akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yesu.
Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye Juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elisabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanaume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Basi Mariamu akaondoka siku hizo, akaenda hata nchi ya mlimani kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda. Akaingia nyumbani kwa Zakaria, akamwamkia Elisabeti. Ikawa Elisabeti aliposikia kule kuamkiwa kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elisabeti akajazwa na Roho Mtakatifu, akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Limenitokeaje neno hili, hata mama wa Bwana wangu anijilie mimi? Maana sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Naye heri aliyesadiki, kwa maana yatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Mariamu akasema, na roho yangu imefurahi Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu. Na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao. Amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza. Wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka rehema zake, kama alivyowaambia baba zetu Ibrahimu na uzao wake hata milele. Mariamu akakaa naye kadri ya miezi 3, kisha akarudi kwenda nyumbani kwake. Ikawa siku za kuzaa kwake Elisabeti zilipotimia, alizaa mtoto mwanaume. Wakasikia jirani zake na jamaa zake ya kwamba Bwana amemwongezea rehema zake, wakafurahi pamoja naye. Ikawa siku ya 8, wakaja kumtahiri mtoto, wakataka kumpa jina la baba yake Zakaria. Mamaye akajibu akasema, la sivyo, bali ataitwa Yohana. Wakamwambia, hapana, mtu katika jamaa zako aitwaye jina hilo. Wakamwashiria babaye wajue atakavyo kumwita. Akataka kibao, akaandika ya kwamba jina lake Yohana. Wakastaajabu wote. Papo hapo kinywa chake kikafunguliwa, na ulimi wake pia ukaanza kunena, akimsifu Mungu. Wakaingiwa na hofu wote waliokuwa wakikaa karibu nao, na mambo hayo yote yakatangazwa katika nchi yote ya milima ya Uyahudi. Na wote walioyasikia wakayaweka mioyoni mwao, wakisema, mtoto huyu atakuwa wa namna gani? Kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Na Zakaria baba yake akajazwa na Roho Mtakatifu, akatabiri akisema, atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli, kwa kuwa amewajia watu wake na kuwakomboa. Ametusimamishia pembe ya wokovu katika mlango wa Daudi mtumishi wake, kama alivyosema tangu mwanzo wa kinywa cha manabii wake watakatifu,
tuokolewe na adui zetu na mikono mwao wote wanaotuchukia, ili kuwatendea rehema baba zetu na kulikumbuka agano lake takatifu, uwapo uliowapia Ibrahimu baba yetu, ya kwamba atatujalia sisi tuokoke mikononi mwa adui zetu na kumwabudu pasipo hofu, kwa utakatifu na kwa haki mbele zake siku zetu zote. Nawe mtoto utaitwa nabii wake aliye juu, kwa maana utatangulia mbele za uso wa Bwana, umtengenezee njia zake. Uwajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao, kwa njia ya rehema za Mungu wetu, ambazo kwa hizo mwangaza utokao juu umetufikia, kuangaza wakahao katika giza na uvuli wa mauti, na kuiongoza miguu yetu kwenye njia ya amani. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli. Hiyo ni sura ya kwanza kitabu cha Luka, mstari wa kwanza hadi wa 80 tumesoma. Tunasoma kitabu cha Luka sura ya pili mstari wa kwanza hadi ule wa 52. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Agustino ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbari na jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu: mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Mara walipokuwapo pamoja na huyo malaika, wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana haya, na twendeni mpaka Bethlehemu tukalione hilo lililofanyika alilotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu akayaweka maneno hayo yote akiyafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku wanamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote walioyasikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri, aliitwa jina lake Yesu, kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Kisha zilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyo torati ya Musa, walikwenda naye hata Yerusalemu wamweke kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanaume aliyekifungua mimba ya mamaye na aitwe mtakatifu kwa Bwana. Wakatoe na sadaka kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana.
ua wawili au makida ya njiwa wawili. Na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho, na wale wazazi walipomletea mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mikononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako ulioweka tayari machoni pa watu wote, nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Na babaye na mamaye walikuwa wakiyastaajabia haya yaliyonenwa juu yake. Simeoni akawabariki, akawaambia Mariamu mama yake, tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli, na kuwa ishara itakayonenewa. Nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako, ili yafunuliwe mawazo ya mioyo mingi. Palikuwa na nabii mke jina lake Ana binti Fanueli wa kabila ya Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya uanuali wake, naye ni mjane wa miaka 84. Haondoki katika hekalu, ila uabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. Basi walipokwisha kuyatimiza yote kama yalivyoagizwa katika sheria ya Bwana, walirejea Galilaya mpaka mjini kwao Nazareti. Yule mtoto akakuwa, akaongezeka nguvu, amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Na alipopata umri wa miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Na walipokwisha kuzitimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Nao wakadhani ya kuwa yumo katikati ya msafara, wakaenenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wazao. Na walipomkosa wakarejea Yerusalemu, huku wakimtafuta. Ikawa baada ya siku 3 wakamwona hekaluni ameketi katikati ya walimu, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Nao wote waliomsikia walistaajabia fahamu zake na majibu yake, na walipomwona walishangaa. Na mama yake akamwambia, mwanangu, mbona umetutenda hivi? Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. Akamwambia, kwani kunitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba ya baba yangu? Nao hawakuelewa na neno hilo alilowaambia. Akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii, na mamaye aliwaweka hayo yote moyoni mwake. Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Hiyo ni sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 52. Tunasoma sura ya 3 mstari wa 1 hadi mstari wa 38. Mwaka wa 15 wa kutawala kwake Kaisari Tiberio Pontio Pilato alipokuwa liwali wa Uyahudi, na Herode mfalme wa Galilaya, na Filipo ndugu yake mfalme wa Iturea na nchi ya Trakoniti, na Lisania mfalme wa Bisene. Wakati wa ukuhani mkuu wa Anasi na Kayafa, neno la Mungu lilimfikia Yohana mwana wa Zakaria jangwani. Akafika nchi yote iliyo karibu na Yordani,
akihubiri ubatizo wa toba liletao ondoleo la dhambi. Kama ilivyoandikwa katika chuo cha maneno ya nabii Isaya, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kila bonde litajazwa na kila mlima na kilima kitashushwa. Palipopotoka patakuwa pamenyoka, na palipoparuza patalainishwa, na wote wenye mwili watauona wokovu wa Mungu. Basi aliwaambia makutano ya wale waliomwendea ili awabatize, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi toweni matunda yapatanayo na toba, wala msianze kusema mioyoni mwenu, tunaye baba, ndiye Ibrahimu. Kwa maana nawaambia ya kwamba katika mawe haya Mungu aweza kuwainulia Ibrahimu watoto. Na sasa hivi shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti. Basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Makutano wakamuuliza, tufanye nini basi? Akawajibu akiwaambia, mwenye kanzu 2 na ampe asiye na kanzu, na mwenye vyakula na afanye vivyo hivyo. Watoza ushuru nao wakaja kubatizwa, wakamuuliza, mwalimu, tufanye nini sisi? Akawaambia, msitoze kitu zaidi kuliko mlivyoamriwa. Askari nao wakamuuliza wakisema, sisi nasi tufanye nini? Akawaambia, msidhulumu mtu, wala msishtaki kwa uongo, tena mtoshewe na mshahara wenu. Basi watu walipokuwa wakingoja yatakayotokea, wote wakiwaza mioyoni mwao habari za Yohana, kama labda yeye ndiye Kristo. Yohana alijibu akawaambia wote, kweli mimi nawabatiza kwa maji, lakini yuaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, ambaye pepeo lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano ghalani mwake, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Basi kwa maonyo mengine mengi aliwahubiri watu. Lakini mfalme Herode alipokaripiwa na yeye kwa ajili ya Herodia mke wa nduguye, na maovu yote aliyoyafanya Herode, aliongeza na hili juu ya yote, alimfunga Yohana gerezani. Ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa, naye ameomba, mbingu zilifunuka. Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama ua. Sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha, alikuwa amepata umri wake kama miaka 30, akidhaniwa ya kuwa ni mwana wa Yusufu wa Eli, wa Mathati, wa Lawi, wa Melki, wa Yana, wa Yusufu, wa Matathia, wa Amosi, wa Nahum, wa Asil, wa Nagai, wa Maathi, wa Matathia, wa Semei, wa Yusufu, wa Yuda, wa Yona, wa Resa, wa Zerubabeli, wa Shealtiel, wa Neri, wa Melki, wa Adi, wa Kosam, wa Elmadum, wa Eri, wa Yoshua, wa Eliazeri, wa Yorimu, wa Mathati, wa Lawi, wa Simeoni, wa Yuda, wa Yusufu, wa Yonamu, wa Eliakim, wa Meledia, wa Mena, wa Matata, wa Nathan, wa Daudi, wa Yese, wa Obedi, wa Boaz, wa Salmon, wa Nashon, wa Aminadabu, wa Aram, wa Neslon, wa Peres, wa Yuda,
wa Yakobo, wa Isaka, wa Ibrahim, wa Tera, wa Nahori, wa Serugi, wa Ragau, wa Peleg, wa Eberi, wa Sala, wa Kenani, wa Afaksadi, wa Shem, wa Nuhu, wa Lamek, wa Metusela, wa Henok, wa Yared, wa Halaleli, wa Kenan, wa Enosh, wa Seti, wa Adam, wa Mungu. Hiyo ni sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 38 tumesoma. Tunaenda kusoma kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 1 hadi ule wa 42. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi, na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akajibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha, akaenda zake kwa muda. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando, naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifungua chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi, na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Wakamshuhudia wote, wakiastajabia maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake, wakasema, huyu siye mwana wa Yusufu? Akawaambia, hapana shaka mtaniambia mithali hii, tabibu, jiponye nafsi yako, mambo yote tuliyoyasikia kwamba yametendeka Kapernaumu, yatende na hapa pia katika nchi yako mwenyewe. Akasema, amini nawaambia ya kwamba hakuna nabii mwenye kukubaliwa katika nchi yake mwenyewe. Lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Eliya, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, njaa kuu ikaingia nchi nzima. Wala Eliya hakutumwa kwa mmojawapo, ila kwa mjane mmoja wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli zamani za nabii Elisha, wala hapana aliyetakaswa ila Naamani mtu wa Shamu. Wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika sinagogi walipoyasikia hayo. Wakaondoka, wakamtoa nje ya mti, wakampeleka mpaka ukingo wa kilima ambacho mji wao umejengwa juu yake, wapate kumtupa chini.
lakini yeye alipita katikati yao akaenda zake. Akashuka mpaka Kapernaumu, mji wa Galilaya, akawa akiwafundisha siku ya Sabato. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo. Na ndani ya sinagogi mlikuwa na mtu mwenye roho ya pepo mchafu, akalia kwa sauti kuu, akisema, acha, tuna nini na wewe, Yesu wa Nazareti? Umekuja kutuangamiza na kujua huu nani mtakatifu wa Mungu? Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa, mtoke. Ndipo yule pepo akamwangusha katikati, akamtoka, asimdhuru neno. Mshangao ukawashika wote, wakasemezana wakisema, ni neno gani hili? Maana anawaamuru pepo wachafu kwa uwezo na nguvu, nao hutoka. Habari zake zikaenea kila mahali katika nchi ile. Akatoka katika sinagogi, akaingia katika nyumba ya Simoni, naye mkewe Simoni, mamaye mkewe, alikuwa ameshikwa na homa kali. Wakamwomba kwa ajili yake. Akasimama karibu naye, akakikemea ile homa, ikamwacha. Mara hiyo akaondoka, akawatumikia. Na jua lilipokuwa likichwa, wote walikuwa na wagonjwa wenye maradhi mbalimbali waliwaletea kwake. Akaweka mikono yake juu ya kila mmoja, akawaponya. Pepo nao waliwatoka watu wengi, wakipiga kelele na kusema, wewe u mwana wa Mungu. Akawakemea asiwaache kunena, kwa sababu walimjua kuwa ndiye Kristo. Hata kulipokucha, alitoka akaenda mahali pasipokuwa na watu. Makutano wakawa wakimtafuta, wakafika kwake, wakataka kumzuia asiondoke kwao. Akawaambia, imenipasa kuihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Basi alikuwa akihubiri katika masinagogi ya Galilaya. Hii ni sura ya 4. Tumesoma mstari wa kwanza hadi wa 44. Tunaenda kusoma kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa kwanza hadi yule mstari wa 39. Ikawa makutano walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, twende mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona hayo, alianguka magotini pa Yesu akisema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Maana alishikwa na ushangao, yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki walioupata. Na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo waliokuwa washirika wa Simoni. Yesu akawaambia, Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hata walipokwisha kuviegesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyote wakamfuata. Ikawa alipokuwa katika mmojawapo wa miji ile, tazama, palikuwa na mtu amejaa ukoma. Naye alipomwona Yesu, alianguka kifudifudi, akamwomba akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Naye akaunyosha mkono wake, akamgusa akisema, nataka, takasika. Na mara ukoma wake ukamwondoka. Akamkataza asimwambie mtu, ila nenda ukajionyeshe kwa kuhani, ukatoe kwa ajili ya kutakasika kwako, kama Musa alivyowaamuru, iwe ushuhuda kwao. Lakini habari zake zikazidi kuenea, wakakutanika makutano mengi wamsikilize na kuponywa magonjwa yao. Lakini yeye alikuwa akijiepua, akaenda mahali. Ikawa siku zile, mmojawapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo.
waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu, na uwezo wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Na tazama, wakaja watu wanamchukua kitandani mtu mwenye kupooza, wakataka kumpeleka ndani na kumweka mbele yake. Hata walikosa nafasi ya kumpeleka ndani kwa ajili ya lile kundi la watu. Walipanda juu ya dari, wakampisha katika matofali ya juu, wakamshusha yeye na kitanda chake katikati mbele ya Yesu. Naye alipoiona imani yao, alimwambia, rafiki, umesamehewa dhambi zako. Basi wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakisema, ni nani huyu asemaye maneno ya kukufuru? Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Na Yesu alijua hoja zao, akajibu akawaambia, mnahojiana nini mioyoni mwenu? Lililo jepesi ni lipi, kusema umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka uende? Lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Alimwambia yule mwenye kupooza, nakwambia, ondoka, ujitwike kitanda chako, ukaende zako nyumbani kwako. Mara hiyo akasimama mbele yao, akajitwika kile alichokilalia, akaenda zake nyumbani kwake, huku akimtukuza Mungu. Ushangao ukawashika wote, wakamtukuza Mungu, wakajaa hofu, wakisema, leo tumeona mambo ya ajabu. Baada ya hayo akatoka, akaona mtoza ushuru jina lake Lawi ameketi forodhani, akamwambia, nifuate. Akaacha vyote, akaondoka, akamfuata. Na Lawi akamfanyia karamu kubwa nyumbani mwake. Palikuwa na mkutano mkuu wa watoza ushuru na watu wengineo waliokuwa wameketi chakulani pamoja nao. Ikawa Mafarisayo na waandishi wao wakamnung'unikia wanafunzi wake, wakisema, mbona mnakula na kunywa pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Yesu akajibu akawaambia, wenye afya hawana haja na tabibu, isipokuwa walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi wapate kutubu. Nao wakamwambia, wanafunzi wa Yohana hufunga mara nyingi na kuomba dua, na kadhalika wanafunzi wa Mafarisayo, lakini wanafunzi wako hula na kunywa. Lakini Yesu akawaambia, je, mwaweza kuwafanya wafunge walioalikwa harusini, akiwapo bwana harusi pamoja nao? Lakini siku zinakuja watakapoondolewa bwana harusi, ndipo watakapofunga siku zile. Akawaambia na methali, hakuna akataye kiraka cha vazi jipya na kukitia katika vazi kuukuu, na kama akitia, amelikata lile jipya, na kile kiraka cha vazi jipya akilingani na lile vazi kuukuu. Wala hakuna mtu atiaye divai mpya katika viriba vikuukuu, na kama akitia, ile divai mpya itavipasua vile viriba, divai yenyewe itamwagika na viriba vitaharibika. Lakini divai mpya sharti kutiwa katika viriba vipya. Wala hakuna anywaye divai ya kale akatamani divai mpya, kwa kuwa asema, ile ya kale ndio ilivyo njema. Hiyo ni sura ya 5 mstari wa kwanza tumesoma hadi wa 39.